Tuanze na kundi la vijana. Ni kundi ambalo linachukua idadi kubwa ya watu Tanzania, lakini uzuri ni kwamba kundi hili ni kundi ambalo linachangia pia katika nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo vijana wana nafasi kubwa sana ya kuchangia katika uchumi wa taifa letu, lakini na shughuli nyingine mbalimbali za kijamii. Sasa nizungumzie hapo kwenye uchumi. Kuna fursa nyingi. Hapa tupo katika halmashauri manispaa ya Kigoma Ujiji, na manispaa inatoa mikopo kwa ajili ya makundi mbalimbali ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Na kila mwaka wa fedha zinatengwa kwa ajili ya kuviwezesha vikundi hivi kimtaji ili waweze kufanya shughuli mbalimbali za uzalishaji mali. Sasa kuna vijana wengine wanakuwa taarifa hawana, ama wengine wanakosa uthubutu au wanakuwa hawajui ni namna gani na njia gani wanaweza wakatumia ili kuweza kufikia mikopo hii. Leo tumefika katika kikundi hichi cha Lukundo, tumekutana na vijana hawa ambao walianza na mtaji wa milioni 10, wamekopeshwa na fedha hizi za mapato ya ndani ya halmashauri, wameweza kuwa warejeshaji wazuri, mtaji wao umekuwa mpaka milioni 60, wanazalisha kinywaji cha tangawizi na wanauza, wanapata kipato, wameajiri vijana wenzao takriban 7 na wanaendelea kubuni bidhaa nyingine ili waweze kupanua biashara yao hii. Sasa huu ni mfano. Kwanza wao wameanza kwa uthubutu, lakini uthubutu wao ndo umewawezesha, wameweza kufikia fursa ya kuongezewa mtaji zaidi na kuweza kukua zaidi katika biashara yao. Hapa nyuma tunaona hili jengo wamejenga wao wenyewe kutokana na hizi fedha wanazozipata. Wamejenga hichi, sasa kimekuwa ni kiwanda, na kwa sababu mkoa huu wa Kigoma kwa kweli serikali ya awamu ya 6 imeweka msukumo mkubwa sana wa kutuunganisha sisi watu wa Kigoma na masoko ya nchi jirani Kongo, Burundi. Tunaona hapa miradi mbalimbali inajengwa, mradi wa SGR, yani hii treni ya kwenda reli ya tuseme ni treni ya mwendo kasi ambayo utatoka Dar es Salaam utafika mpaka Kigoma kwa muda wa masaa 8 tu. Kwa wakati huu ukisema unasafiri kwa njia ya barabara ni zaidi ya masaa 12. Lakini kuna meli katika ziwa Tanganyika. Mheshimiwa Rais ametoka hapa kufanya uzinduzi wa SGR, lakini alikuja akatembelea mpaka bandarini kwa ajili ya uzinduzi wa meli takriban 8 ambazo zitakuwa ziwa Tanganyika, zitatuunganisha na masoko ya nchi ya Burundi, lakini Kongo, lakini Zambia. Lakini kuna kiwanja cha ndege hapa kinajengwa. Tunatarajia mpaka mwezi wa 12 ukifika kiwe kimekamilika, na chenyewe kitakuwa kina hadhi ya kimataifa, kwa maana watu watakuwa wanaweza kutoka sio tu kuzunguka ndani ya Tanzania, lakini itatuunganisha na nchi jirani. Kwa hiyo unaona fursa zipo nyingi na vijana hao wameamua kutumia fursa, na kwa sababu soko litaendelea kuboreshwa, litakuwa la uhakika, barabara zetu za lami zimejengwa, tumeunganishwa na mikoa jirani. Kwa hiyo wenyewe wameamua kutumia fursa ili kujenga uchumi wa kwao wao wenyewe, lakini ni uchumi wa taifa na jamii nzima. Kwa hiyo mimi naweza nikatoa wito kwa vijana wenzangu, lakini pia makundi mengine ya vijana na watu wenye ulemavu watumie fursa ya mikopo hii inayopatikana katika halmashauri inayotokana na mapato ya ndani 10%, waweze kufata utaratibu na vigezo. Waende kuwapate taarifa kwenye ngazi za kata, kwa watendaji wa kata waweze kuwaonyesha njia, lakini waende katika halmashauri waweze kuuliza ili waweze kupata utaratibu mzuri, wathubutu, wabuni biashara zao, wapate nguvu ya kimtaji, tengeneze biashara nzuri, na mwisho siku watakuwa wamejikomboa wao kiuchumi, lakini taifa kwa ujumla. Kwa hiyo naomba vijana msikate tamaa, wanawake tunawategemea, na watu wenye ulemavu tumieni fursa ambazo zimewekwa na serikali yenu makini, serikali ya awamu ya 6. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.